Bwana, habari za wakati huu mtazamaji wa Dost Media, na ukaribisha tuweze kuangazia zile habari mbalimbali za kimichezo ambazo zinazungumzwa kunako mitandao mbalimbali ya kijamii. Hasa leo hii tutabezi kimataifa, watu wanazungumza vitu gani ama vitu gani ambavyo vinazungumzwa sana huko anga la kimataifa. Jina langu ni Maunga Junior, lakini shout kwako director SFMC ambayo wewe unahakikisha mimi wakati wote na kuwa na muonekano mzuri tunapozungumza zile habari mbalimbali za kimichezo. Kubwa zaidi, niendelee kukusisitiza wewe ambaye unanifuatilia kila siku kwamba kama bado hujakuwa mwanafamilia wa Dost Media, hapo pembeni kuna kaalama kameandikwa subscribe, basi kigusa iko alafu gusa notification ili uweze kuwa mwanafamilia na uweze kuselea kila kitu ambacho tutakuwa tunakuwekea katika YouTube yetu. Basi moja kwa moja tukaangazie kitu gani ambacho nimekuandalia siku ya leo. Kubwa zaidi tutamwangazia nyota wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo. Hamweka bayana kuwa anatarajia kustaafu kucheza soka baada tu ya ukipiga kombe la dunia la mwaka 2026. Kwa hiyo wewe shabiki wa Cristiano Ronaldo, kama ulikuwa na mawazo kwamba labda utaendelea kupata hizi burudani ambazo tunazipata kutoka Cristiano Ronaldo labda mpaka mwaka 2030 huko, bwana Ronaldo ameweza kuweka hiyo kwamba likipita tu lile kombe la dunia mwaka 2026 atachukua muda mrefu, inawezekana akacheza mwaka mmoja ama miaka miwili atastaafu kucheza soka. Ngoja ninukuu kile kitu ambacho aliweza kukizungumza Cristiano Ronaldo kupitia mdomo wake yeye mwenyewe. Alizungumza hiki ambacho nenda ukisema hivi sasa: nina furaha kubwa wakati huu nafunga mabao, lakini nitastaafu hivi karibuni baada tu ya kupita kombe la dunia, na hili ndio litakuwa kombe la dunia la mwisho kwa upande wangu. Hayo yalizungumzwa na nyota wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo uko Riyadh. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Cristiano Ronaldo anacheza hivi sasa, kwa hiyo ambao wanafuatilia hivi sasa, nafikiri ni wakati sahihi kwa legend huyo wa soka duniani kote kustaafu. Au yote tuandikie comment yako hapo chini. Tukitoka hapo tunafika mpaka kwa Lionel Messi. Alitembelea uwanja mpya wa klabu ya Barcelona unaofahamika kama Spotify Camp Nou baada ya uwanja huo kufanyiwa ukarabati, na hapa mjadala mkubwa ulizuka baada juu ya kile kitu ambacho alikizungumza mchezaji huyo kwamba atarejea tena kucheza soka katika klabu ya Barcelona. Sasa baada ya tu kwenda kushuhudia uwanja huo, mwamba aliweza kuandika machache kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa na hiki hapa ndicho ambacho aliweza kukizungumza mwamba Lionel Messi, ama kukiandika katika ukurasa wake wa Instagram. Aliandika hivi: jana usiku nilirudi mahali ambapo nilikuwa na furaha sana, ambapo ninyi watu mlinifanya nijisikie mara 1000 kuwa mtu mwenye furaha zaidi duniani. Natumai siku moja nitarudi. Hayo ni moja kati ya maneno machache ambayo yana uzito kiafikiria juu ya kile kitu ambacho ameweza kukiandika Lionel Messi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Wewe kama shabiki wa soka unatamani siku moja mchezaji kama Lionel Messi arejee acheze hapo? Basi hayo yote tuandikie comment yako hapo chini. Lakini pia unaweza kutuambia kwamba umepata funzo gani juu ya kitu kikubwa ambacho ameweza kufanya mchezaji Lionel Messi. Kwangu mimi naweza tu kuwashauri wachezaji wengine ambao wanacheza kwenye klabu tofauti tofauti hapa nchini Tanzania, hata sehemu yoyote ile, inaleta maana kwamba unapoondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine usiondoke kwa ubaya, kwa sababu kuna nyakati zinatokea utatamani tena kufanya vitu katika klabu hiyo, lakini kwa sababu uliondoka kwa ubaya hautaweza kupatiwa hiyo nafasi. Kwa hiyo tujifunze kwamba tunapoondoka sehemu tuondoke kwa uzuri, ili hata siku ukija ukihitajika ama timu ile inapofanya mambo makubwa na wewe kwenda kusupport ama kutoa shukrani zako ama kuweza kwenda kupongeza juu ya kile kitu ambacho ameweza kufanya, isiwe na ugumu wa aina yoyote ile. Basi ukiachana taarifa hiyo kuhusiana na Lionel Messi kwenda kutembelea uwanja mpya wa Barcelona, tunafika mpaka pale Manchester United bwana wanataka kusajili kiungo mpya mwezi Januari, na mpaka hivi sasa kocha Ruben Amorim ameweza kuweka bayana baadhi ya majina ambayo klabu hiyo wanataka kwenda kuanza kuyachakata ili waweze kumpata mchezaji mmoja ambaye ataweza kwenda
kuchukua nafasi ya kiungo katika klabu hiyo ya Manchester United. Wachezaji hao wakiwemo watatu kutoka katika taifa la Uingereza, akiwepo na Kano ambaye yeye anacheza katika klabu ya Atletico Madrid, Adam Walton huyu ni wa Crystal Palace, pamoja na Elliot Anderson wa Nottingham Forest. Hayo ni moja kati ya majina tu ambayo yameweza kupendekezwa na kocha Ruben Amorim. Wewe kwa namna ambavyo wanacheza wachezaji hao ambao nimeweza kutajia hapo, nafikiri mchezaji gani atakuwa sahihi kuweza kuingia katika eneo la kiungo ndani ya klabu ya Manchester United? Hayo yote dondoshia comment yako hapo chini. Bila shaka umeweza kupata zile habari tu kwa ufupi, update ambazo zinaweza kugusa vichwa vya habari katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii duniani kote hivi sasa. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media. Tutahakikisha kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda tuweze kukuletea zile update tofauti kunako anga la kimataifa. Bye bye. Tukutane katika wakati mwingine.